Salama kabisa, namshukuru Mwenyezi Mungu. Tu wazima wa afya na kama ulivyotukuta hapa tunafurahi ya kutosha. Kama umepoa sana mwenyekiti? Hapana, niko sawa sawa. Katika hali tu ya kuendelea kutafakari na kuendelea kutizama namna ambavyo mambo yanapokwenda, lakini tunayo furaha kubwa sana kwa hili ambalo limetokea kwa timu yetu ya Simba Sports Club kufika fainali ya kombe la shirikisho. Kwa majina kama ambavyo wamenitambulisha, kwa cheo changu ni mwenyekiti wa tawi la Simba Sports Club Arusha Terminal, lakini naitwa James Leonard. Sasa nafasi hii nichukue kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ni mweza wa yote kuiwezesha klabu yetu, kuwatia nguvu wachezaji wetu, viongozi pamoja na benchi la ufundi kuhakikisha timu yetu inafika mafanikio haya ambayo tumesubiri miaka 32 kucheza fainali ya namna hii. Jambo la pili, washukuru viongozi wetu kwa namna ambavyo na wao wameendelea kuisimamia timu yetu kuhakikisha kwamba inapata kila mahitaji na kufanya ifike hapa ilipo, bila kusahau benchi la ufundi ambalo kwa hakika kwa miaka mingi tumekuwa tukitafuta ni namna gani ambavyo tunaweza kupata mafanikio na kuvuka pale ambapo tulipo. Benchi la ufundi limeweza kuingiza mbinu na kuhakikisha kwamba timu yetu inafika fainali kiongozwa na coach wetu Fadlu Davis. Lakini vile vile nichukue nafasi hii kuwapongeza wachezaji wote ambao kwa kweli kwa namna tofauti wameanza mashindano haya katika hatua ya kwanza mpaka kuingia group stage, kuongoza kundi na kuweza kufika katika fainali hii. Hii ni bahati kwetu, lakini bila kusahau wanachama wa Simba Sports Club, mashabiki na kila mwana Simba ambaye amekuwa akiombea dua timu yetu na michango mbalimbali ambayo ameitoa kwa ajili ya kuhakikisha, ikiwa ni pamoja na kuisupport kwenda uwanjani katika mechi mbalimbali katika ardhi yetu ya Tanzania bara na alikadhalika visiwani katika nusu fainali ya kwanza iliyofanyika pale. Lakini vile vile tusisahau kabisa, kipekee ni shukuru serikali yetu, lakini mshabiki namba moja wa michezo Rais Samia Suluhu Hassan, daktari huyu ambaye amekuwa akitoa kila hamasa kuonyesha vilabu vyetu hivi vinafanya vizuri, na hatimaye Simba Sports Club sasa ameahidi kila goli shilingi milioni 30 kwa mchezo wa fainali. Nichukue nafasi hii kuwashukuru wana Simba wa Arusha pia kwa namna tofauti nao nyakati tofauti ambavyo hasa wa Arusha Terminal wakitoa mchango wao kwa klabu yetu pendwa Simba Sports Club. Hii ni hatua kubwa, hatua muhimu, hatua ambayo inapaswa kupongezwa. Si tu kufika fainali, ikumbukwe Simba Sports Club ni klabu namba 4 kwa ubora barani Afrika. Kwa hiyo haya ni mambo ya kujivunia sana kwa klabu yetu. Nichukue fursa hii kuhakikishia viongozi wetu wa klabu pamoja na wachezaji na benchi la ufundi kwamba sisi kama Arusha Terminal Simba Sports Club tunawapongeza sana, tunawahakikishia kuwaunga mkono, na kuanzia sasa kuelekea mchezo wa fainali tutatoa kila aina ya ushirikiano ambao unahitajika kwa klabu yetu kuhakikisha kombe hili linabaki katika ardhi ya Tanzania. Tayari imerejea nyumbani hapo jana na mapokezi tuliyashuhudia kwa pamoja. Nini hasa kama Arusha Terminal mmekiandaa nyinyi kuwapokea Simba ama kuendelea kuhamasisha zaidi? Klabu yetu ya Simba Sports Club imeshafika katika ardhi ya Tanzania. Tunawashukuru sana wana Simba wa Dar es Salaam ambao wametuwakilisha kuipokea klabu yetu, kuwatia moyo, na ile ni trailer tu kuwaonyesha kwamba tunawasupport. Siku atakayorudi kutoka Morocco katika fainali ya kwanza wakiwa wana ushindi, utaiona Dar es Salaam ikizizima, na sisi tutakuwa tayari kuipokea tukiisubiri kwa hamu kubwa kwa ajili ya fainali ya pili itakayochezwa tarehe 25 mwezi wa 5. Na sisi kama Arusha Terminal tayari tumetoka kwenye kikao, tuko tayari kwenda kuiunga mkono kuhakikisha kwamba tunakwenda kwenye safari hii tukiwa kifua mbele, bila uoga na bila chochote, kuhakikisha kwamba timu yetu hii inakwenda kushinda mchezo, na sisi tutakuwa pale Benjamin Mkapa. Kwa hiyo ni waase mashabiki wanachama wa Simba Sports Club katika mkoa wetu wa Arusha wote ambao wanapenda kwenda kuitazama hii fainali, wasafiri nasi tawi letu la Simba Sports Club Arusha Terminal siku ya tarehe 24 kwa kiwango cha shilingi 45,000 kwenda na kurudi, na pale tu tiketi zitakapotangazwa zinauzwa tutafanya haraka za kuhakikisha kwamba tunapata, kwa sababu tunafahamu ndani ya siku 2 ama 3 tiketi hizi zitakuwa zimemalizika. Kwa hiyo ni waase wale ambao wako tayari kusafiri. Tayari tuna watu wameshaonyesha nia na tayari tumeshaanza
kutoa pesa kwa ajili ya safari hiyo. Tunachosubiri tu ni tiketi zianze kuuzwa na sisi tutaanza kufanya manunuzi kwa ajili ya kwenda kushiriki katika mchezo huu. Kama shabiki wa Simba kutoka pale Stellenbosch, kikosi cha Wekundu wa Msimbazi kilionyesha mchezo, na kwa aina ya mchezo ule unaamini ya kwamba mtaenda kutoa ubingwa, ama wewe ulionaje performance ya timu? Simba sio ya kuishangaa kwenye kutoa ubingwa. Simba ina uwezo kabisa. Nataka Watanzania wajue, wana michezo na wana Simba wote kwa ujumla. RS Berkane tuliwafunga goli moja huko kwao, na hapa Benjamin Mkapa tushawafunga goli 2. Ni mlolongo wa timu ambazo za ukanda wa kaskazini mwa bara la Afrika zimewahi kuonja machungu ya Benjamin Mkapa, machungu ya Simba Sports Club, ya kufungwa na Simba Sports Club. Kwa hiyo wanafahamu vizuri ni aina gani ya timu wanakwenda kukutana nayo katika ukanda huu wa Afrika ya Mashariki. Simba Sports Club kama imecheza katika kiwango ambacho wengine hawajaridhika, ni wale wasiofahamu ni namna gani walikuwa wanatumia mbinu ya kuhakikisha kwamba wanafaulu, kwa kuwa tayari walikuwa wameshapata ushindi. Kwa hiyo hakukuwa na sababu ya kucheza mpira wa kuanza kutafuta chenga nyingi na magoli, pasi nyingi, isipokuwa tu lengo lilikuwa moja. Simba Sports Club inacheza fainali ya shirikisho katika mwaka huu wa 2024 25.